Karibuni kwenye video hii ambayo inaelezea kuhusu vyanzo vya mapato ya commission wa wanachama wa tovuti ya MyHive ambayo ni tovuti ya mashindano ya dunia ya vipengele mbalimbali yanayoanzia kwenye ngazi ya mkoa au jimbo mpaka kwenye ngazi ya dunia. Sasa tuzungumzie kwanza vyanzo. Hapa chini vimewekwa vyanzo hivyo vya kupata kipato. Ya kwanza ni KYC payments. Haya ni malipo ya kuverify account kwa wanachama wetu. Ili uweze kulipwa inabidi akaunti yako iwe verified. Sasa ku verify unalipa $10 kwa ajili ya verification. Kwenye hiyo $10 uliolipa, 10% inalipwa kama commission kwa mtu aliyekualika. 1% inalipwa kama commission kwa watu waliokualika kuanzia kizazi cha 2 mpaka cha 10. Kwa hiyo hiyo ni njia moja ya mapato. Ukija kwenye founding members, okay. Sasa hivi tuna fursa ya wanachama waanzilishi wa hii tovuti. Kwa jumla kutakuwa na wanachama waanzilishi 10,000. Wakishafika wa 10,000, basi hiyo fursa inakuwa imeisha. Sasa ili kuwa mwanachama mwanzilishi inabidi uingie kwenye klabu ya wanachama waanzilishi ambapo unalipa $100 kuingia kwenye klabu ya wanachama waanzilishi, kujiunga $100. Na kwa wale watu 1,000 wa kwanza, ukishalipa hiyo $100, kila baada ya mwaka utakuwa unalipa $50. Kwa wale watakaokuwa baada ya watu 1,000 kuisha, wao watatakiwa kulipa $200 wanapojiunga, na kila mwaka watakuwa nalipa $200 zingine. Kwa hiyo kuwahi, maana yake utapata unafuu wa kuwa mwanachama na malipo yako yatakuwa madogo. Sasa kwa nini uwe mwanachama mwanzilishi? Wanachama waanzilishi kwanza, wao wanapata mgao wa hela za tovuti za kila mwezi. 10% ya mapato ya tovuti kila mwezi yanawekwa kwenye chungu au kwenye pool, kwenye chungu ambacho wanachama waanzilishi wanagawana kila mwezi kulingana na kikokoteo chako cha kugawana. Sasa kikokoteo kinakujaje? Kikokoteo ni pale namba ya watu uliowaalika ambao wameshathibitishwa, wameverify account zao, gawanya kwa total namba ya walioalikwa kwenye tovuti nzima, unapata kikokoteo chako. Sasa hicho kikokoteo ndo kitakachokuwa kinatumika kwanza kugawana hayo mapato ya 10% kila mwezi, lakini vile vile kutakuwa na mapato ya mwaka baada ya vitabu vya kampuni kukaguliwa. Kutakuwa na ile faida ya mwisho. Kwenye ile faida ya mwisho, 20% ya ile faida itagawiwa kwa wanachama waanzilishi wa hii kampuni, hii tovuti ya MyHive, lakini vile vile kuna tovuti nyingine ya digital shopping mall. Kwa hiyo kule nako kuna wanachama waanzilishi. Kwa hiyo wanachama waanzilishi wa MyHive wao watagawana 80%
ya mgao wa mwaka, na wanachama wa Digital Shopping Mall wao watagawana 20% ya huu mgao wa mwaka wa 20% wa 20%. Kwa hiyo hayo ni manufaa ya kuwa mwanachama mwanzilishi, kwa maana kwamba sasa utakuwa una kipato cha uhakika cha kila mwezi, lakini vile vile kipato cha mwaka. Sasa tunakuja kwenye kualika, kwa sababu kama nilivyosema, kikokoteo chako kinakokotolewa kwa kuchukua namba ya watu uliowaalika moja kwa moja ambao wameverify akaunti zao, gawanya kwa namba total namba ya watu wote walioalikwa kwenye tovuti ambao wameverify akaunti zao. Sasa unapokuwa mwanachama mwanzilishi unapata faida, kwa maana ya kwamba wale wanachama wanaojiunga bila kualikwa na mtu, wao wanawekwa chini ya wanachama waanzilishi, okay, randomly. Sasa kwa Kiswahili sijui nisemeje, kwamba wanawekwa chini ya wanachama waanzilishi randomly. Randomly tunaweza tukasema, kwa mfano mko wanachama waanzilishi mko 10 au mko 10. Kwa hiyo anapojiunga mtu ambaye hakualikwa na mtu yoyote, ni kama vile inapigwa ana doo ili huyo mtu aangukie kwa nani, huyo mtu aangukie kwa mwanachama mwanzilishi gani, kitu kama hicho ndio tunataka tukaita randomly. Okay, kwa hiyo watu, ukiwa mwanachama mwanzilishi utakuwa unapata watu hata usipokuwa unawaalika, na kwa sababu kutakuwa na wanachama waanzilishi 10,000 tu, na hii tovuti inatarajiwa kuwa na watu wengi watakaojiunga, mamilioni ya watu kwa kipindi cha miaka 3 mpaka 5 ya kuendesha hii tovuti, kutokana na business model yake, kutokana na mfumo wake wa burudani hauko, yani ndio kwanza unaletwa kwenye soko ambao unaruhusu mashindano ya kila aina, ambayo hakuna website ambayo inafanya hivyo sasa hivi. Na tena sio tu kwamba kila aina, lakini vile vile yana ngazi, kuanzia ngazi ya mkoa au jimbo. Likitoka mkoa au jimbo, washindi 5 kwenye kila mkoa wanapanda ngazi kwenye mashindano ya nchi, washindi 5 wa kila kipengele, kwa sababu kuna vipengele vingi. Kwa hiyo kila kipengele, wale washindi 5 wa mkoa wanapanda ngazi kwenda kwenye mashindano ya nchi. Wale washindi 5 kwa kila kipengele kwenye nchi wanaenda kwenye mashindano ya kanda. Wale washindi 5 wa kanda kwenye kila kipengele wanakwenda kwenye mashindano ya bara, kutoka bara naingia mashindano ya dunia. Kwa hiyo mfumo huu utatoa fursa kubwa sana kwa watakao husika kwenye mashindano haya kujulikana dunia nzima. Utajulikana kama una maudhui ambayo yanavutia watu, kutokana na mfumo huu wa mashindano ambayo yanaenda mpaka dunia. Kwa hiyo tunatarajia watu wengi sana watajiunga. Sasa kwa wale 10,000 wa mwanzo, watu watakapokuwa wanajiunga, ina maana hiyo ana doo ya kuwaweka watu chini ya hawa 10,000 itakuwa inazidi kuongezeka kadri watu wanavyozidi kuja wengi, kwa sababu wengi watakuwa kadri hii tovuti itakapokuwa maarufu, watu wengi watakuwa wanaenda moja kwa moja kwenye hii linki ya moja kwa moja, wanajiungia hapa badala ya kupitia kwenye reference zao, kwa sababu hata ukigoogle labda My High Five watakuwa wanajua. Kwa hiyo wakigoogle tu My High Five
Ile ya kwanza inayotokea pale ni official, mara nyingi inakuwa ni official ambayo haina link ya mtu. Kwa hiyo watu wengi watakaokuwa wanajiunga pale watakuwa wanaingizwa chini ya hawa wanachama waanzilishi. Kwa hiyo watapata watu wengi kadri muda unapokwenda. Sasa ukishapata watu, ndio wanakupa kikokoteo chako cha nini, kikokoteo cha kugawana mapato kama nilivyoeleza. Lakini ukiacha kikokoteo, hao watu uliowaingiza, kwa mfano tumezungumzia malipo ya kuverify account. Kwa hiyo wao utakaowapata hapa utakuwa unapata 10% watakapokuwa wanalipia haya, sawa. Lakini hao watu utakaowapata hapa nao wataalika watu wao mpaka kwenye kizazi chao cha 10. Ina maana hao watu nao bado watakuwa kwenye mtandao wako wa malipo mpaka kwenye kizazi cha 9. Hao watakaowalika wao ni mpaka kizazi cha 10. Wewe kwa sababu wameingia kwenye kizazi chako kuanzia cha pili, ina maana utawapata mpaka kwenye kizazi cha 9, watakuwa wameingia chini yako, na hao wote watakulipa commission. Kwa mfano kama hii commission ya KYC payment utapata 1% kutoka kwao. Haya, annual membership fee hii sasa nimesema joining ni $100, na kila mwaka utakuwa unalipa $50 kwa wale watu 1000 mwanzo. Kwa hiyo kwenye ile $50 itakayokuwa inalipwa na wanachama waanzilishi uliowaalika ndani yao, basi utakuwa unalipwa hiyo 10% ulioalika moja kwa moja, na kuanzia level 2 mpaka level ya pili mpaka ya 10 utakuwa unapata 1%. Kwa hiyo hayo ni malipo ya nini, ya annual membership. Lakini kuna malipo ya club membership. Wanachama wetu wataweza kufungua club zao za subscription. Labda anasema nataka watu watakaojiunga humu ndani itabidi walipe labda subscription kila mwezi, au kila baada ya miezi mitatu, au kila baada ya miezi 6, au kila baada ya mwaka wanalipa subscription. Sasa kwenye mwanachama anaweza akasema okay, mimi labda kwa mwezi kuruhusu watu wajiunge kwenye klabu yangu labda ni $10 kwa mwezi. Sasa akishasema kiasi anachotaka yeye kwa mwezi, sisi tunaweka 20% juu yake. Kwenye hiyo 20% sasa tunawalipa wanachama wetu commission. Kwa hiyo kama wewe mtu umemuunga moja kwa moja akalipia membership fee kwenye club ya mtu labda ya artist fulani, si ndio? Akishalipia hiyo 20% ya hiyo hela iliyowekwa juu, 10% analipwa mtu aliyemwalika huyo aliyelipa, na kuanzia level 2 mpaka level ya pili mpaka ya 10 wanalipwa 1% ya commission out of kutoka kwenye hii 20% iliyowekwa juu. Kwa hiyo mapato ya club membership. Kuna shop purchases, tutaweka vile vile duka kwa ajili ya watu kuuza digital assets, vitu kama labda video. Kuna watu ambao ni mastaa na nini, wanaweza wakawa na video zao ambazo watatakiwa waweke video ambazo hazipo sehemu nyingine yoyote, haziko kwenye public, ni zile ambazo wamezipiga wenyewe privately na kwa madhumuni ya kuja kuziweka humu. Kwa hiyo hakuna mtu mwingine anayezijua hizo. Kwa hiyo kutakuwa na kama hivyo vitu video, lakini vile vile kutakuwa na vitu kama picha au kushare mambo mengine ambayo hayapo kwenye public, ili kuwe na sababu ya kwa nini watu wajiunge kwenye klabu yake waweze kulipia. Kwa hiyo vile vile mfumo wa commission nao ni huo kama ulivyokuwa hapa. Kuna ad revenue sharing. Sasa kwenye hapa ni mauzo ya matangazo ya tovuti. Hapa kuna njia mbili za watu kuparticipate.
au kushiriki kwenye haya mashindano. Njia ya kwanza, wewe unateua watu wa kuingia kwenye mashindano. Kwa mfano, labda kwenye Bongo Flava unasema mimi nauteua mwimbo fulani wa msanii fulani uingie kwenye mashindano. Kwa hiyo utakapoteua, wewe unakuwa ni mteuzi. Sasa kwenye ile kurasa ambao huo mwimbo utakokuwa umeupakia ili uingie kwenye mashindano, tutauza matangazo vile vile. Kwa hiyo tukiuza matangazo, 10% ya hayo matangazo utalipwa wewe uliyeteua, na kutakuwa na commission kama hapa ilivyoeleza kwamba mtu aliyekualika wewe atalipwa 2.5% ya mauzo ya hayo matangazo, na kuanzia kizazi cha pili mpaka cha 10 watapata 1%. Hii ni kwa uteuzi, lakini kuna kuhusika kwenye mashindano, kuparticipate, kushiriki kwenye mashindano kwa wewe mwenyewe content zako. Ukiacha kuwateua wengine, unaingia wewe mwenyewe. Sasa kwa wale walioingia wenyewe, wao wanalipwa zaidi, wanalipwa 40% ya hela ya matangazo. Na kama ulimwalika mtu kaingia mwenyewe, utalipwa 5%, na kuanzia kizazi cha pili mpaka cha 10 utalipwa 1% katika huo mfumo wa mtandao. Kwa hiyo haya ni maokoto, wanaita maokoto ya mauzo ya matangazo. Kwa hiyo kutakuwa na huo mgao wa mauzo ya matangazo kwenye tovuti. Kwa hiyo unapoteua au unaposhiriki, kuna hiyo faida ya kupata pesa. Na kwa wanaoshiriki wenyewe, ukiacha faida ya kupata pesa, kwa sababu utashiriki kwa kuweka video yako ama ya YouTube au ya TikTok au ya Vimeo au ya Facebook. Sasa ukiacha mbali kwamba huku unalipwa, na kule kana kwa Facebook, TikTok nako unalipwa vile vile. Kwa hiyo unakuwa unaongeza mapato, lakini vile vile unakuwa unasaidia ile video yako iliyokuwa kwenye YouTube, kwenye TikTok kupata visitors kutokea kwenye hii project ya kwenye tovuti ya My High Five. Kwa hiyo unakuwa unapata kipato huku na huku, lakini vile vile unaongeza vipato vyako kwenye source ya hayo maudhui ambayo utakayoweka ndani. Kwa hiyo kuna manufaa hayo kwa watu ambao wanashiriki wenyewe. Haya, kuna website sponsors page. Sasa hii nayo ni tovuti ambayo inakuja na mfumo wa pekee wa matangazo. Mfumo wa pekee wa matangazo, kwa maana ya kwamba hizi zote ni projects ambazo mimi ninazileta sokoni. Hii project ya My High Five naileta mimi, hii project ya website sponsors naileta, na ile ya digital shopping mall zote ninazileta, na zote hazina mfano wake, ndio kwanza zinaingia sokoni, kwa hiyo hazina mshindani. Sasa hii website, ngoja niifungue hii ya Anyo ili anyoads.com. Sasa hii tovuti itawawezesha watu kuuza matangazo ya siku 365 kuanzia $50. Sasa hii kuanzia $50 ukawa na tangazo lako linakaa mwaka mzima, sio kitu ambacho kinawezekana kwenye website zingine, ziwe kwenye social media hizo kama Facebook, TikTok, huwezi ukapata kiasi cha, au kwenye website hawezi kukupa. Sawa, lakini sisi tunaweza, na ndio maana nasema hii ni aina ya pekee kabisa, kwa sababu
kuna package hizi za kuweka matangazo. Kuna starter ambayo itaanzia $50. Hii ni inaanzia $50 mpaka 99. Hii ya bronze $100 mpaka 499 na kuendelea. Sasa unapo kwa mfano ukinunua ya $50, ina maana itakaa siku 365. Lakini kadri unavyolipa zaidi ndivyo kadri tangazo lako linakuja kukaa huku juu zaidi. Kwa hiyo uonekanaji wake wa tangazo unakuwa mkubwa, na size ya tangazo vile vile inakuwa kubwa. Lakini vile vile kuna vitu, kwa mfano wanaolipa kuanzia 1000 na kuendelea, ambayo ni kutokana na hapa ni hapa na hapa. Hawa wanaweza wakaweka mpaka link, wanaweza wakaweka animation kwenye matangazo yao. Kwa mfano kama hii My High Five hapa ina link ambayo mtu akikliki inaenda moja kwa moja kwenye tovuti ya My High Five, na hii vile vile ina link. Sawa. Sasa kama umelipa $50, unaweza sasa ukasema vile vile kwamba nataka niongeze ndani ya siku hizo za 365, nataka niongeze ili tangazo langu lipande juu liweze kuonekana. Unaweza ukafanya hivyo, ukaongezea ili tangazo lako lipande juu liweze kuonekana zaidi. Kwa hiyo ni mfumo huu, lakini vile vile utakuwa na mambo mengi. Baadhi hayo tumeshayaweka, mengine yako njiani. Kwa mfano kusearch product, utaweza kusearch product kuanzia product au service kuanzia ngazi ya mkoa au jimbo, wauzaji wa pale. Lakini vile vile kutakuwa na maeneo maalum ambayo pengine unataka ndani ya mkoa. Hivyo vitu vyote utaweza kusearch kupata hivyo vitu, na features zingine nyingi tutaziongeza. Kwa hiyo sasa tukirudi hapa ni kwamba hii tovuti ya Annual Ads itakuwa inaingia ubia na makampuni mengine. Kwa mfano My High Five, sawa, wataingia ubia. Kwa hiyo wakiingia ubia, My High Five itakuwa ina page inaitwa our sponsors, yani ni sponsors wa My High Five. Sasa kwenye our sponsors kutakuwa na matangazo kama haya yalivyo vile vile kama yatakavyokuwa hapa, ila tu ni kwamba haya matangazo ya My High Five vile vile yatakuja kuonekana huku vile vile. Kwa hiyo yakikaa huku kwenye My High Five, lakini vile vile hapa nako yatakuja yanaonekana. Kwa hiyo yatapata promotion au marketing sehemu mbili, hapa na hapa, kwa bei ile ile. Kwa hiyo kwenye Annual Ads kutakuwa, kwa mfano sasa kutakuwa na hiyo ya My High Five, lakini vile vile kuna hiyo project yangu nyingine nilowaambieni ya Digital Shopping Mall. Ngoja niende hapo kwenye Digital Shopping Mall. Hii ni project ni duka la kipekee hili linakuja, ambalo linaweza likatoa discount mpaka 1% ya kitu. Sasa mfumo ninaokuja nao hauko duniani, ndo kwanza unaletwa. Sasa hii kwenye video zangu zingine utaweza kuelewa kuhusu hii. Siwezi kutumia muda wa kueleza hii, itahitaji maelezo mengi ya kutosha. Lakini hii nayo itakuwa ina sponsors page kwa ajili ya matangazo ya Annual Ads. Kwa hiyo nayo yakionekana kwenye sponsors page, kwenye our sponsors hapa, vile vile yatakuwa populated, yataingizwa vile vile hapa, yataonekana hapa. Kwa hiyo kwenye hiyo sasa, kama nilivyosema, kutakuwa na huo mgao wake ambao mtu uliyemwalika akilipia kununua hiyo Annual Ad unapata 10% kwenye uliomwalika moja kwa moja, na wale kuanzia kizazi cha pili mpaka cha 10 unapata 1%.
Kwa hiyo hizo ndio njia za kupata mapato. Sasa unaalika aje watu? Kama wewe sio mwanachama mwanzilishi, njia pekee ya kupata watu ni kuwaalika wewe mwenyewe. Of course unaweza ukawa mwanachama mwanzilishi ukaamua vile vile kuwaalika jamaa zako na nini, ili wanufaike na hii, kwa sababu ni kuwasaidia. Hii ni njia ya kupata mapato ya uhakika, na hasa ukichukulia kwamba sasa dunia inaelekea mahali ambazo kazi nyingi zitakuwa hazipo kutokana na maendeleo ya artificial intelligence, akili mnembo, maendeleo ya robot, maendeleo ya blockchain technology. Hizi zinakuja zinaondoa kabisa ajira, zitakuwa hazipo. Wachina wamefikia mahali sasa wanatengeneza viwanda vyeusi vinaitwa black factory, ambavyo havina mtu hata mmoja ndani, vitu vyote vinafanyika na AI na robot ambazo zimekuwa powered na AI. Kwa hiyo ndiko dunia inakokwenda sasa. Watu wengi watakuwa jobless. Sasa hizi ndio njia zitakuwa za watu sasa kuweza kupata kipato. Okay, haya. Kwa hiyo tunakuja sasa jinsi ya kualika watu. Ukisha login utakuja hapa kwenye dashboard. Ukisha kuja kwenye dashboard, hapa kuna affiliate. Hii link hapa ya affiliate, hii menu, submenu ya affiliate. Ukiklik hii utakuja hapa, hapa kutakuwa na summary ya affiliates wako waliokuwa nao direct, walioalika moja kwa moja, commissions ulizokuwa nazo, utaona hapa. Sasa hapa juu kuna linki zako za kualikia watu hapa. Kwa hiyo unaweza ukaklik hapa, kuna linki ya registration link, ya homepage link, kuna contents link. Inategemea sasa unataka kufanya nini. Kama unataka mtu aingie moja kwa moja, aende moja kwa moja kwenye fomu ya kujiunga, ni hii link. Hii link ya homepage inampeleka mtu kwenye homepage, kama anaona kila kitu na information. Nadhani hii ni nzuri zaidi. Sasa hii contest ni pale tu watu wanaotaka kwenda moja kwa moja kwenye mashindano. Kwa hiyo ukikopi hii, ukiklik hapa ukakopi and then ukampa mtu, basi akifungua hiyo itakuwa na kiungo chako cha kualikia watu. Akijiunga anakuwa amejiunga chini yako. Kwa hiyo utakuwa unapata mapato kwa njia hiyo. Hiyo ni njia moja. Njia nyingine ni kupitia kwenye maudhui yenyewe. Ukija hapa kwenye contest, tuchukulie hapa kwenye Bongo Flava au kwenye Singeli, popote pale. Kwanza tuende kwenye view contestants. Tuje hapa labda kwenye Singeli, tuende kwenye view contestants. Utaona kuna contestants ambao hawa wameteuliwa. Hawa ni wale ambao wameteuliwa na watu. Sasa kwenye hawa ambao wameteuliwa na watu, unaweza labda kuna moja ambayo unaipenda. Tuchukulie hii ya kwanza. Kwa hiyo ukija hapa sasa, hapa kwenye hivi vidoti vitatu hii, ukibonyeza hapa kuna hii link ya kushare. Ukikopi hii link ya kushare, ngoja tuje tuilete hapa, niweke hapa kwenye browser, niifungue. Hiyo inakupeleka kwenye peji husika ya hiyo video iliyo hapa. Kama unavyoona kwamba mtu aliye nominate ni
Shafi Abedi ambayo ndo mimi mwenyewe. Kwa hiyo nimeteua hii ingie kwenye mashindano haya ya singeli. Sasa kama nilivyosema, huku kutakuwa na matangazo yanawekwa, ambayo 10% ya hayo matangazo nitalipwa mimi, kwa sababu mimi ndio nimemteua huyu aingie kwenye mashindano, na wale walionialika mpaka kuanzia kizazi cha pili mpaka cha 10 wao watalipwa 1%, katika mauzo ambayo yanayotoka hapa. Haya, sasa hapa unaweza sasa kwenye social media na nini ukashare hii link, ukaambia jamani, kapigeni kura, kampigieni kura huyu mhusika hapa, Dula Makabila, katika mwimbo wake huu wa Nikizipata. Kwa hiyo watu watakapofungua hiyo linki yako watakuja hapa, kwa hiyo wanaweza kausikiliza. Sasa hivi vitu vingine vya kufollow, vya kumessage, vya kuvote, hivi vyote itabidi mtu uwe ume log in. Uwezi ukavifanya hata kucomment, uwezi mpaka uwe ume log in. Kwa hiyo kama uwe mtu uliomleta hapa akitaka na yeye sasa a comment au nini, inabidi kwanza ajiunge. Sasa atakapokuwa anajiunga, kwa mfano kama hapa umekuja hapa, si ndio? Amekuja hapa, ameiona hiyo page hapa juu, kutakuwa na hapa, kwa sababu nimesha login, kutakuwa na hiyo login au register. Kwa hiyo akiregister atakuwa ameregister chini yako. Kwa hiyo utaweza kumwalika mtu bila ya pengine bila yeye kujua kwamba umeshare hii kwa ajili ya kumwalika. Yeye anajua tu umeshare hii kwa ajili ya yeye participate kwenye haya mashindano. Sasa ukichukua maudhui ya watu maarufu kama hawa ambao wana maudhui mazuri, basi uwezekano wa kupata watu ambao wanajiunga chini yako upo mkubwa. Kwa hiyo hii ni njia ya pili ya kualika watu, ukiacha ile ya kwenda kwenye affiliate ukachukua linki yako ya kualikia watu mwenyewe. Kwa hiyo haya ndiyo maelezo kuhusu njia za mapato ambazo unazoweza kuzipata kupitia tovuti yetu hii ya My Hi5. Na kama nilivyosema, nimezungumzia Digital Shopping Mall, nayo vile vile ina njia hizo za kulipana mapato mpaka kizazi cha 10. Kwa hiyo nazo ukisikiliza video zake kwenye mitandao ya kijamii, basi utapata habari hizi. Kwa leo tuishie hapa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni sana kwenye tovuti yetu ya My Hi5 na zingine ambazo nimezieleza. Okay.